Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili na mimi niweze kutoa maoni yangu katika bajeti ya kilimo iliyowasilishwa na waziri mwenye dhamana, rafiki yangu sana Comrade Daniel Chongolo. Na katika kuanzia, naomba mapema kabisa niwasilishe salamu ambazo wakulima wa Tunduru wamenituma nizilete kwako Waziri Chongolo. La kwanza, wamenipa ujumbe wakulima wa korosho kwamba pembejeo ya korosho bado haijafika Tunduru na upuliziaji katika jimbo letu unaanza mapema mwezi Mei. Kwa hiyo amenituma nifikishe ujumbe kwamba pembejeo ifike mapema ili uzalishaji uweze kupanda na tuweze kumudu maisha yetu. Ujumbe wa pili walionituma wana Tunduru, wamenieleza kwamba mfumo wa stakabadhi ghalani licha ya mafanikio yake bado una changamoto kwenye malipo, na wanakuomba sana Mheshimiwa Waziri, yale mambo mepesi, kwa kizungu tunaita low hanging fruits, tuyafanyie kazi. Kwa mfano, nitatoa mfano mmoja. Wakulima wa korosho mpaka sasa wanakumbana na tatizo la kinachoitwa dormant account, yaani akaunti zao zikiwekewa fedha kwa sababu hawazitumii mara kwa mara. Wakienda kufuata malipo yao wanaambiwa kwamba hawawezi kuyapata kwa sababu akaunti zimelala. Mimi ninakuamini Comrade Chongolo, ili unaweza kulifanyia kazi kwa kuweka tu utaratibu maalum wa kwamba tunazitambua akaunti za wakulima hao wa korosho na tunazipa hadhi maalum kwamba hizi hazitokabiliwa na tatizo la kulala, na utapofika wakati fedha zao zimewekwa zitakatwa kama kawaida, sababu wakulima hao maskini wanasafiri kilomita nyingi. Unakwenda benki unaambiwa fedha hakuna, tatizo dormant account, nenda chama kikuu, rudi kwenye chama cha msingi. Hili linawasumbua sana wakulima. Haya nikasema niyatangulize kwa sababu nimepewa ujumbe niyafikishe, na mimi ni mjumbe auawi. Asante sana na ninaamini umeachukua. Nina michango mingine miwili, yenyewe inahusu mwelekeo wa kitaifa. Niwe mkweli kwamba leo nimesikitika sana kwa sababu mimi nilikuwa na matamanio kwamba mwenendo katika sekta ya kilimo uweke mazingira ambayo ndugu yetu Mheshimiwa Waziri wa Kilimo tutaweza kumpima, lakini kwa masikitiko makubwa sana hali ninayoiona sioni kama tunaweza kumpima ipasavyo Waziri wa Kilimo. Nayasema haya kwa makusudi. Ukitazama na kamati yetu ya Bunge imefanya kazi mzuri sana, utaona kwamba bajeti iliyowasilishwa leo imeporomoka kwa 7%. Lakini la pili, utaona utekelezaji wa bajeti kwa mwaka uliopita 25-26 nao mpaka sasa kwa mwezi Machi ni 42% tu ya utekelezaji. Hii maana yake ni nini? Mipango tunayojiwekea hatuitekelezi, na hii inatoa picha mbaya sana. Picha inayozaliwa ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imekitupa sekta ya kilimo na imemtupa mkulima wa Tanzania. Ndio picha tunayoipata, na yeyote anayewatupa wakulima wa Tanzania anacheza na mustakabali na maslahi ya Watanzania. Sasa mimi pendekezo langu, kama tunakuja bungeni
tunapitisha bajeti alafu hatuitekelezi, ni bora tuache kabisa katika msimu huu wa bajeti, tusipitishe bajeti ya kilimo mpaka utekelezaji wa bajeti iliyopita ufanyike. Bila kufanya hivyo, zoezi la kupitisha bajeti litakuwa ni zoezi la kinadharia. Kwa hiyo mchango wangu, tunaitaka serikali iwe serious katika utekelezaji wa bajeti na hasa katika utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji, kwa sababu hatuwezi kuleta mapinduzi ya kilimo bila kuwekeza vya kutosha katika umwagiliaji. Huo ndio mchango wangu wa pili. Taarifa mheshimiwa. Taarifa mheshimiwa. Mheshimiwa Mwantumu Zodo. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia wizara yake kwa kuliona hilo kuwa nchi haiwezi kusonga mbele kwenye kilimo bila miradi ya umwagiliaji, licha ya kuwa amepeleka pesa kwenye miradi, lakini amenunua magari 26 kwa ajili ya kuchimba visima ili kusapoti miradi hiyo. Na hivi ninavyokuambia mheshimiwa mwenyekiti, magari yapo site, yameshatoka mkoa wa Dodoma na sasa hivi yamehamia mkoa mwingine na yatazunguka nchi nzima. Licha ya kuwa miradi ya umwagiliaji ipo, lakini na magari yanaendelea kusapoti. Asante mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Siipokei, ndio maana nilitanguliza shukrani kwa kamati yetu ya viwanda, biashara na kilimo. Taarifa kwenye kamati inaonyesha kwamba miradi zaidi ya 50 ya umwagiliaji ambayo ilipangwa kuanza haikuanza kabisa, na miradi mingine ambayo ilianza inachechemea. Na haya ninayoyasema yapo jimboni kwangu. Mimi nina mradi mkubwa wa umwagiliaji wa skimu ya Nambalapi, mpaka sasa unachechemea, ilibidi mwezi Januari uwe umekamilika. Kwa hiyo haya tunayazungumza kwa ajili ya mapenzi kwa taifa letu, kwamba serikali iwe serious kwenye utekelezaji wa bajeti. Huo ndio mchango wangu wa pili. Mchango wa tatu na wa mwisho, serikali imefanya vizuri sana kubadilisha sera yake kutoka sera ya zamani ya kuingilia fedha za kwenye mifuko maalum ya uendelezaji wa mazao. Kwenye korosho tuna export levy. Muda wako umeisha mheshimiwa. Nilimtaja mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde, ajiandae mheshimiwa Jacqueline Crescent Mzindakaya.